aya ambazo ni muhkamati zilizokuja kuelezea Allah tabaraka wa taala amejisifu hivyo, na nusus katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoelezea kwamba Allah taala ana uso, Allah subhanahu wa taala ana vidole, zote wazipinga. Wachukua aya za mutashabihati, ndio wanastadili watu wa bid'a. Na hii ni sifa ya khawarij. Sisi bana, haya masala Allah ametufahamisha, hatuko huko sisi. Wa inna tariqa ar-rasikhin fil ilmi min ahli sunnati wal jamaa, njia ya rasikhuna fil ilmi, wale waliochupa wakapea wakaiva wakamea katika masaili ya ilmu, ulama wa haki katika ulama wetu wa ahli sunnati wal jamaa. Mtu anaweza akauliza, si wataje wanawachuoni wako? Ibn Taymiyyah miongoni mwa wanawachuoni wetu wa ahli sunnati wal jamaa, Ibn al-Qayyim miongoni mwa wanawachuoni wetu wa ahli sunnati wal jamaa, wakina Imam Nawawi, wakina Imam Bukhari wa Muslim wa Nasai wa Abu Dauda wa Imam Ahmad. Hao ni wanawachuoni wetu wa ahli sunnati wal jamaa. Hawatoshi mina sahaba, na miongoni mwa wanawachuoni wetu wa kisahaba waliomdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye halqa na macho akamuona, akiwepo Abdullah ibn Abbas wa Abdullah ibn Mas'ud wa Ubay bin Qabi wa Umar wa Ali wa Uthman wa Abu Bakar. Wote hawa wanawachuoni wetu, sisi tunastambitu kwao katika yale waliyofundisha kwenye ahadith na sheria ya ufahamu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ndio wanawachuoni wetu. Wao hao watakao kuja sasa wajinasibishe kwa hao, wasipojinasibisha kwa hao wakayaleta maneno yao na kuediti vitabu vyao, hatuwezi kukubali. Ndio tuwauliza, lini mujahidin wakachukua aya ambazo ni mutashabihati wakawahukumia watu bitakfir kama hawakutumia aya za muhkamati? Lini? Sijaona, Allah hajanionyesha. Kwa hiyo wanawachuoni wetu wa ahlu sunnati wal jamaa, njia yao an yuraddu almutashabaha ila almuhkami. Siku zote wanazichukua zile aya za mutashabihat, wakishazichukua wanazirejesha katika aya za muhkamati. Ndio ahlu sunnati wal jamaa. Sisi hatuwatii watu katika ukafiri kwa sababu ya aya za mutashabihati kama wanaofanya makhawarij. Ndio swali, lini mujahidin, lini mimi nimechukua aya ya mutashabihati kisha nikawahukumia watu katika ukafiri ili ninasibishwe na ukafiri? Ana min ahli sunnati wal jamaa, na nahisi furaha kuwa katika manhaji hii. Na mtu hawezi kunitoa kienyeji, hawezi kunitoa kienyeji tu akaamua mwenyewe fanya wewe khawariji, si mnamuona kitu gani? Haya ni mambo ya kisheria, lazima tuyabainishe kisheria. Ubainifu uwe kama uwe mchana wake sawa, yani usiku wake sawa na mchana. Mimi mnitoe katika Uislamu hivi kienyeji, sikubali. Mimi ni ahlu sunnati wal jamaa, na idawa ni dawa ya haki biidhnillah. Mathalan, nakupigieni mfano, nahnu la nukaffir kull man amila inda alhukumat alkufri. Sisi bana ahlu sunnati wal jamaa, na manhaji yetu ya jihad ya qital, sisi bana hatumkafirishi kila anayefanya kazi katika nchi za makafiri. Sisi hatumkafirishi. Nahnu la nukaffir kull man amila inda hukumati al-kufri, kila mtu anayefanya kazi katika serikali za makufar sio tunamtoa katika Uislamu. Yuko serikalini kafiri huyo, hiyo ni manhaji ya takfiri. Sisi hatufanyi hivyo, na kama kuna mtu ana mawazo hayo hajaifahamu manhaji. Sisi hatuwakufurishi Waislamu wanaofanya kazi katika mamlakatul Arabia Saudia au Sudan
au Judda au katika wizara ya Amerika au Tanzania, atuwakufurishi kiolela olela. Wa inma nukaffiru, isipokuwa sisi tunawakufurisha man kana fi amalihi naw'un min anwa'i al-kufri. Sisi bana tunamkufurisha yule ambaye katika amali yake atakuwa na sehemu ya ukafiri. Hatumwachi tukambumba bumba, tamwambia ndugu yangu kaa chini, 1 2 3, uko nje ya Uislamu. Sisi hatumkufurishi kila yule ambaye anafanya asbab katika asbabu za serikali, ndani ya serikali tukasema huyu ni kafiri. Sisi hatufanyi hivyo. Hii ni manhaji ya takfiri, at-takfiriyun. Sisi mpaka tubainishe man kana lahu naw'un min anwa'i kufri, ambaye atakuja akaja mbele yetu ana sehemu ya alama au aina za ukafiri au shirki, au akawa na shirki, min musharakati fi tashri'i al-kufri, au akaonekana anashirikiana katika kuweka kanuni za kisheria kinyume na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyateremsha. Huyu tutambainishia kwanza, tutamsomea dalili, tukiona Allah subhanahu wa ta'ala amemfahamisha. Lakini bado kwa sababu ya mshahara tunamwambia kuanzia sasa wewe umetoka katika Uislamu, kwa sababu hiki cha kuweka sheria ni amri ya Allah kwake peke yake. Yeye ndiye ameumba na ndiye anayeweka sheria. Wewe utawekea sheria kama nani? Narudia tena ibara hii, mfano, nahnu la nukaffir kulla man amila inda hukumati al-kufri. Sisi hatumkufurishi kila anayefanya kazi katika hizi daula za makufar. Hatumkufurishi kila anayefanya kazi tukasema unafanya kazi serikalini kafiri wewe. Sisi hatusemi hivyo. Wa inma nukaffiru man kana fi amalihi, isipokuwa sisi tunamkufurisha yule ambaye katika hiyo amali yake anaoifanya. Maana mpaka tunauliza amali gani unafanya katika hii serikali ya makufara. Akitaja mimi ndio niko bungeni na watungia sheria, kwa sababu mwezi kukaa lazima nitengeneze sheria. Kwa hiyo napotengeneza, mheshimiwa rais wa serikali hiyo anatia saini, basi tunamwambia ndugu yetu, leo ndio mwisho sisi kukuita ndugu yetu. Kuanzia sasa ulipokaa hapo, kama utaitakidi kwamba wewe una nafasi ya kuwekea viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala sheria, sio Muislamu. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, laul khalqu wal amr. Yeye ndiye ameumba viumbe na yeye ndiye mwenye amri ya kuwekea sheria. Inil hukmu illa lillah. Katika surati Yusuf Allah sema hukum ni za Allah basi. Aya yenu sio sheria za watu kufuata. Umeelewa? Akiwa mjanja kidogo anaelewa maneno haya, tukamwambia nionyeshe dalili. Unamfungulia, unamuonyesha, anaangalia katika tafasir. Basi ikiwa anampenda Allah na mtume na Uislamu, atatanazaa, atajitoa katika hilo jambo na kutoa shahada ingie katika Uislamu. Ikiwa atananania, tayari tunasema huyu ni kafiri kwa dalili, kwa sababu sheria ni za Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Hairuhusiwi mtu akaweka sheria kwa watu, hairuhusiwi. Huo ni mfano katika mambo ya tashrii. Au al-hukmu bitaghuti, au akawa anazifadhilisha zile hukumu za mataghuti, na hii ni naqdhu min nawaqid al-islam, kitenguzi katika vitenguzi vya Uislamu, kufadhilisha hukumu za mataghuti na kuzibeza hukumu za Uislamu pamoja na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au tawalli lilmushrikina walkuffar, au kuwafanya vipenzi washirikina na makufar. Au mudhaharatuhum, au
kudhihirisha yale mapenzi yake yeye na makufar ala almuwahidin, dhidi ya Waislamu. Yani mtu anadhihirisha mapenzi na makufar, anawatetea kama huyu ambaye anasema serikali yetu, viongozi wetu, baba zetu, wazee wetu, anawafanyia istizai Waislamu kwa sababu wamefanya maandamano. Uislamu amefanya maandamano, hajadiriki ilmu ya utambuzi wa hayo, anatetea haki zake kupitia mabango, tunadai haki zetu. Wanatokea wanajeshi au polisi, wanawapiga mabomu ya machozi, wanawashika baadhi yao, wanawapiga. Muislamu anaamua kukimbia kwa sababu ndivyo alivyofundishwa na ndivyo alivyojengwa. Anaikunja kanzu yake ili aweze kupata tambo kwa uzuri, tayari anafanywa istizai. Anaambiwa, nyoo kama nyie mujahidina wa kweli, kwa nini mnakimbia? Si mngebaki? Lini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikimbia? Istizai Muislamu anafanyiwa. Kumfanyia istizai Muislamu, bado unakuwa ni Muislamu tu. Kuifanyia istizai Qur'an, bado unabaki wewe ni Muislamu tu. Ukifanya istizai sunna katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, utabakia ni Muislamu, haubaki ni Muislamu. Ukifadhilisha hukumu hizi za ifrinji, hizi hukumu za ilmani, hauwezi kubaki katika Uislamu. Ndio dini. Cha watu waisomeshe dini, watu waache ujanja wa kuwadanganya watu. Ukimpenda kafiri zaidi kuliko Muislamu na ukadhihirisha uadui kwa muwahidin wanaompokesha Allah, umetoka katika manhaji. Tena sivyo tu, wanufassiru fil amali inda al-kufar, na tuna vipengele ambavyo tunavifanyia tafsiri kwa makufar. Kuna kipengele tunasema usiingie, kuna kipengele tunasema ukiwepo mafi mushkila tu, lakini ukiwepo ni mushkila, unatoka katika Uislamu. Tunabainisha, wala naqulu bi annahu kufrun kulluhu, wala tusemi kazi zote zinazofanywa serikalini ni ukafiri. Mtu ambaye yuko katika wizaratul maiya, wizara ya maji, idara ya maji, wanaita idaratul maiya, idara ya maji, mfano ni Muislamu, kazi yake yeye pale ni kusaini tubomba ili nipeleke maji kwenye hosteli fulani, nipeleke kwenye baa fulani, nipeleke kwenye baa fulani, itakuwa ni maasi. Atumtoi katika Uislamu tukasema ni kafiri, pamoja na yeye ndio amesaini maji ile pipe ikaenda gesti, ikaenda baa, mfano ikaenda baa, ikaenda kwenye maparamit, maana kupeleka maji kwenye mabunge, lile bunge tu lenyewe lile ni katika majumba yana shari katika dunia kuliko magesti na madanguro. Bunge hilo jumba msio mliliangalia sana, dari katika majumba ya hatari pale, ndio yani Allah watu wanamkufuru bawahan, kwa uwazi, kama wanadanganyana. Kaka, umeumba toka uingie katika utawala, sasa hivi una miaka 10, umeumba viumbe wangapi wanaotembea wana vidole vitatu tu, kila mmoja umempa vidole vitatu mguuni, vitatu mkononi, na anafanya kazi zake na riziki zake zinatoka kwako. Nani umemuumba? Wewe tumba sisi, huko aliyetuumba jalla jalalu ametuletea na sheria, tupige chini sheria za Allah. Qur'an tuweke pembeni, tufuate mawazo yako ya mshahara na dolari. Haikubali akili ya mtu aliyejitambua hata siku moja. Tumwache Allah mwenye kuteremsha mvua, sasa hivi kazuia maji, analeta anavyotaka yeye na anapeleka sehemu anayotaka. Tumwache huyo, tufuate yule ambaye hawezi kuubana mkojo wake wa siku tatu tu hawezi kuubana. Tasikia, excuse me, I want to something, dada kidogo nitafute chodro, nikae pembeni kidogo. Vipi, haja imembana? Huyu ndio akuwekea sheria wewe, eti umekaa una tauhidi gani hiyo feki? Tauhidi gani ndugu zangu Waislamu hiyo feki?
tauhidi ya kumkufuru Allah Ta'ala na kuthibitisha kumwamini taghuti. Al-kufru billahi wal iman bit-taghut. Ya wapi? Ni kufru bit-taghut wal